kusema yatosha. Moja kati ya maswali ambayo tunajiuliza wenyewe kuhusu kipato na akiba ni hili: je, ni kiasi gani kinatosha? Ni swali la halali kabisa. Je, kuna thamani ya fedha ambayo Mkristo anaweza kusema sasa nina fedha ya kutosha? Je, tunakuwa na fedha ya kutosha pale mali zetu zote zinapokuwa na thamani mara 10 zaidi ya wastani wa mwaka mzima wa kipato cha nyumbani katika nchi tunapoishi, au inapaswa kuwa mara 20, 50 au 100 zaidi? Mtu mmoja aliwahi kusema, ninajua nitakuwa na fedha ya kutosha pale nitakapoacha kufyonza nyama kutoka kwenye mbegu ya embe. Wapangaji wa mipango ya kustaafu wanatuambia tunahitaji kuwa na kiasi fulani cha akiba na mali ili kustaafu kwa raha. Je, kiasi hiki kinaweza kuwa na utofauti wowote kwa mfuasi wa Kristo mwaminifu? Yatosha. Kwa kweli ndilo neno linalotosheleza kwa mfuasi wa Kristo. Swali la muhimu si ni kiasi gani kinachotosha, bali je, jitihada zangu katika kupata kiwango cha kutosha vinaingilia kati uhusiano wangu na Bwana Mungu wangu? Je, ni hivyo? Je, zinaingilia kati uhusiano wangu wa mioyo yetu na Mungu? Ikiwa ni hivyo, tunatakiwa kufanya mabadiliko makubwa, hata kama bado tunafyonza nyama kwenye mbegu ya embe. Wito. Sasa tunaporudisha zaka ya Mungu 10% na kutoa kwa mfano sadaka zetu za ahadi, hebu tuombe Mungu afunue mambo ambayo yanaweza kutuvuta mbali na kumwamini yeye kabisa. Hebu na tuishi kwa hekima na daima tukumbuke na kutenda kwa imani kwamba Yesu kila wakati anatosha. Asante kwa kutoa uaminifu leo.